Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tukiwa naye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Yusuf anayekujuza mengi hasa kuhusiana na masuala ya ndoa. Naamini huenda labda kuna changamoto tunazozipitia, moja, mbili, tatu. Sheikh yuko hapa kupa angalau suluhu za hapa na pale, ni kipi ambacho mnaweza kufanya. Lakini katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunataka kuangalia jinsi gani tutaepuka dhulma ndani ya ndoa. Huenda katika ndoa kuna watu wanadhulumiana, wanandoa wenyewe pia wanadhulumiana, mume unamdhulumu mke, mke unamdhulumu mume. Maana hatuwezi ongelea upande mmoja, lazima kuwe na upande mbili, kwa sababu hawa ni watu wawili ambao wanapaswa kushirikiana, na bila ushirikiano wao kunakuwa na mtihani mkubwa. Na insha Allah tukielekea kwa Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah, tunashukuru. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awahifadhi inshallah. Amin sote, amin sote. Ndugu yangu mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha tena katika hiki kipindi na Mwenyezi Mungu atuhifadhi sote katika kipindi hiki ambacho kinatufaidisha inshallah. Asante. Karibu sana Sheikh. Asante. Na ni furaha kuona tukikupata kama hivi. Tunajua hatuwezi kosa ufahamu mbili tatu kuhusiana na masuala ya ndoa. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia jinsi gani wanandoa wataepuka dhulma ndani ya ndoa zao. Kwa sababu mojawapo naamini kuna watu wanadhulumiana katika ndoa. Ima mke anamdhulumu mume, mume anamdhulumu mke. Ni jinsi gani hawa watu wawili wataweza kuepuka masuala haya? A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil fadhil. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza dhulma. Naam. Kama vile alivyoikataza, alipoizuia katika nafsi yake, pia na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tusidhulumiane. Ndiyo. Ingawaje wanasema kwamba dhulma kando kwamba ni kitendo kibaya na Mwenyezi Mungu hapendi wenye kudhulumu, kama vile anavyosema katika suratul Ibrahim aya 22. Ndiyo. Mwenyezi Mungu anasema inna dhalimina lahum adhabun alim, kwamba madhalimu watapata adhabu iumizayo. Ingawaje unapodhulumu kuna namna ambazo unaangalia unadhulumu mtu gani. Ndiyo. Kuna baadhi ya watu ambao unaweza ukawadhulumu hawana wa kuwasaidia. Dhulma hii Mwenyezi Mungu haipotezei muda. Mwenyezi Mungu anailipiza. Ndiyo. Na tutahadharisha kwamba chunga sana katika maisha yako, usidhulumu mtu ambaye hawezi kupata msaada. Kweli. Na katika ndoa kuna watu wawili, kuna mume na kuna mke. Kweli. Kwa nini utaona mashirika mengi yamejitokeza? Unaona mashirika mengi yanatetea haki za wanawake, na ni mashirika mengi ukiangalia, tofauti na kwamba yale ambayo yanatetea haki za wanaume ni mashirika machache sana. Ndiyo. Kinadharia inaeleweka ya kwamba mwanamke anapoingia katika maisha ya ndoa, kila kitu anamtegemea yule mume. Kweli. Kwa ufupi, yule mume ndiye baba, yule mume ndiye mama, yule mume ndiyo msaidizi wake wa kila jambo. Mwanamke akiugua hawezi enda kwao akaomba msaada kwamba anahitaji hela za matibabu. Kwanza ataulizwa mume wako, mavazi mume wake, na kila kitu sasa hivi kinaelekea kwa nani? Kwa mume. Ama huyu mume hawezi kimbilia kwa mwanamke kuomba msaada kwamba anahitaji hela za matibabu na kadhalika. Yeye ndiye nafaa amsimamie. Kwa hivyo inakuja kudhihirika ya kwamba katika ndoa mwanamke
ni kiumbe ambacho kimeingia katika ndoa, inahitaji zaidi msaada mkubwa kutoka kwa mume. Naam. Kwa hivyo wakati ambapo inatokea hili neno la dhulma, kudhulumiana katika ndoa, anayeathirika vibaya zaidi ni mwanamke, kwa sababu hana wa kumsaidia. Wewe ndio ulikuwa inafaa umsaidie, lakini wewe ndio unafanya nini? Unamdhulumu. Kwa hivyo kilio chake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio unaona hata wakati ambapo wanafunga ndoa, yule mke yeye anasema nimeikabidhi nafsi yangu kwako. Yeye ndiye anakupa hiyo nafsi. Kwa hivyo wewe utailea vipi? Utaitunza vipi? Utaishi na yeye vipi? Kwa hivyo tunapozungumzia masala ya dhulma, inakuwa dhulma ile inakuwa ni mbaya zaidi pindi unapomdhulumu yule mke wako. Kidogo yani pia mke kumdhulumu mume wake ni mbaya. Mwenyezi Mungu amekataza dhulma kijumla. Lakini huyu jamaa anaweza, kuna mahali anaweza kakimbilia. Anaweza, kuna mahali anaweza kapata mwanya na akapata msaada, kwa sababu yeye ni ana namna. Mke hana namna, na hata kutoka lazima atoke na ruhusa ya mume wake. Ndio. Kwa hivyo tunapozungumzia dhulma za ndoa, inaangaliwa kwamba anayechungwa zaidi asidhulumiwe ni mwanamke. Kwa ujumla, mke hata hafai kumdhulumu mume wake. Kuna namna nyingine anaweza kumdhulumu, kumnyima chakula na mambo mengineyo, na hata njia ambayo ya kumfanya yule mume wako asionekane vizuri na nini, pia unakuwa ni mwenye kumdhulumu. Ingawaje katika sheria ya akhlaqiyat, tabia, kuna dhulma za aina nyingi. Kuna dhulma ya mtu kudhulumu nafsi yake, kuna dhulma ya mtu kudhulumu jamii, kuna dhulma ya mtu kudhulumu watu wa familia. Lakini sisi tunazungumzia kipengee cha dhulma ya mtu kudhulumu familia yake. Na hii ni yale yanahusiana na masala ya ndoa. Sasa unaweza ukafanya upande wa mwanamume, dhulma inaweza kuja vipi? Kwanza ieleweke, wakati ambapo umemuoa, naweza sema sasa hivi umeoa binti ya wenyewe. Umemchukua binti ya wenyewe, umemtoa kwao ambako alikuwa anavaa, umemtoa kwao ambako alikuwa anakula. Kwa hivyo unamlisha wewe, unamvisha wewe. Umemtoa kwao wakati akiugua alikuwa anatibiwa. Ndio. Wewe ndio unamtibu maisha yote. Na kile kizazi, familia ambayo atakuzalia, atakuletea, una majukumu ya kuweza kuyaangalia. Kwa hivyo sheria inatuambia kwamba usidhulumu. Usimdhulumu yule mke kwa hali yoyote vile. Mavazi inafaa umtekelezee. Tunazungumzia masala ya uwezo. Kuna yale baadhi ya mambo ambayo yanaeleweka kwamba huyu hana kazi, huyu hana, lakini kuna yale mambo ambayo unalazimika wewe kuwajibika. Ni wajibu wako. Mke wako akiugua, inafaa wewe uende mbio uhakikisha ya kwamba amepata ule usalama. Masikitiko makubwa hasa, kuna dhulma nyingi ambazo zinaendelea katika ndoa. Nyingi sana. Na dhulma, kuna zile ambazo ziko wazi, zinajitokeza. Yani kuna sauti mpaka watu wanalalamika na nini. Lakini kuna zile dhulma ambazo zinaenda ndani kwa ndani. Mume umemuoa binti ya wenyewe, amekuwa na familia yake, akiishi kwa amani na afya yake. Kuna baadhi ambao wakioa wanawake wanaoa ni kupiga tu. Maisha yote tu. Kuna baadhi ya wanawake wameishi maisha ya dhiki sana. Yani mume akiingia, yani anaona ni kana kwamba kwanza amemuoa mfanyakazi.
Atakapofika chakula hakijakuwa tayari, utaeleza ulikuwa wapi. Utapigiwa kelele kila aina maskini. Na ile kelele inakuja na athiri mpaka watoto. Na unakuta mke anaishi kana kwamba ni mtumwa. Maisha ambayo alitarajia yatakuwa ni maisha ya furaha. Kuna baadhi ya wanawake wanaishi kana kwamba ni watumwa. Kudhulumiwa kwa kupigwa, na wengine pia unawaona kabisa, na Mwenyezi Mungu amewajalia subra. Wakati mwingine anadhulumiwa na anapigwa mpaka akiulizwa hizi alama ni za nini, anasema ni kuanguka na nini, anamuhifadhi bado yule mume wake. Na wengine wakati mwingine wanavumilia kwa sababu wanajua kuna sifa kadhaa kwa nazo zinazomfanya yule mwanamke kufanya nini, kubakia. Cha kuhuzunisha zaidi, dada Aifa, ni kwamba anaweza akadhulumiwa yule mke, lakini akawa hana mahala pa kukimbilia. Na tunashukuru alhamdulillah, Uislamu umefanya mambo yetu kuwa mepesi. Yani mahari unataja wewe binti. Hizi jamii zetu na mila zetu, wakati ambapo unaenda kuoa, unaoa unaambiwa lete ng'ombe 6. Na kuna watu bado mila zipo. Yani anakuambia hizo mila haziishi. Kwa sababu ni gani? Wanakuambia sisi leo tunakupa mtoto wetu. Tumemlea miaka hiyo yote tumemsomesha nini na nini. Sasa inakuwa kama ukiwapa ile mali ni shukrani uona nini. Sasa kuna mtu akienda yuapigwa. Kuna baadhi ya mila zingine ni lazima upeleke ng'ombe, hasa wanaotembea kando na basha, na ng'ombe 10, 20 na kadhalika. Mahari akikutajia ni wao ndio wanataja mahari 50,000, 100,000. Sasa wanapokukabidhi binti na wao kupokea zile hela, wakati mwingine wanachukulia ni kana kwamba wamekuuzia yule binti. Mtihani. Maskini hata ule binti akiona matatizo huku kwa alikooleka, hawezi rudi huku. Kurudi huku hawezi. Nitakwambia rudi kwa mume wako ukavumilie tu, hata hawataki kusuluhisha nini kinachoendelea. Mapigo yanaendelea. Hawataki kufuatilia ni nini kinachoendelea, lakini wao katika fikra kwamba tulishapokea nini? Mahari. Rudi. Kuna mmoja alisema ya kwamba wakati anamwozesha mtoto wake wa kike akamwambia yule mwanamume, ikiwa mwanangu atakuwa amekushinda niregeshee mwanangu. Bado ni mwanangu. Niregeshee tu pale nyumbani, nitakaa na mwanangu. Badala ya kumdhuru na kunini. Kuna baadhi ya wako namna hiyo, wanakwambia wewe rudi tu kwa mume wako. Hata kuna wengine wanaume wanafata kule tu, nataka mke wangu. Kidogo tu nilikuwa namshikisha adabu. Lazima kufuatilia ni hasa ni matatizo ni nini. Umtie adabu kumpiga mtoto wa mwenzio. Jamani. Na sio kwamba ni mtoto. Huko kumtia adabu ni kwa vipi? Kuna baadhi ya wanaume wametengeza viboko tu, wameviweka kwa ajili ya kuchapa wake zao. Wengine anasema huyu usipompiga hawezi, mpaka upige. Nadhani hiyo ndio kitu ambacho wamefanya mpaka wanawake wengi wameamua sasa ngoja na sisi tuende tuka taekwondo. Ukirusha zako yeye amekurushia. Nakuta sasa wewe ndio muathirika hapa na kadhalika. Haya matatizo yako, hizi dhuluma zinaendelea. Ndi njia miongoni mwa njia ambayo unaona dhuluma hiyo, ukubwa ule wa mahari na kutomnyima yule mwanamke nafasi yake ya kupata kimbilio. Unajua hii ya kuhusiana mahari kutoka familia na wanachukua mahari, inamnyima yule mwanamke nafasi ya kupata mahala pa kukimbilia. Ndio maana utakuta wanawake wengine ikiwa labda baba anamwezesha mwanawe wa kike, anamwambia yule mwanamume kabisa, huyu mwanangu nimekupa bila doa. Ukiona mwanangu amekuchosha ama hautaki kuwa naye tena, mregeshe huku nyumbani kabisa. Wengine sasa ukitaka kukosana na ndugu ya msichana
mdhuru dada yake. Kwambia huyu hajachekesha nyumbani. Tulikupa sababu unahitajia mke, unahitajia mwenza. Tulikuona wewe ni wa maana, ni mtu mzuri. Leo hii uje umpige mtoto wangu bila kukaa chini wala kuongea. Unajua ndoa ya Kiislamu ni ushirikiano, ndio, utukufu kati ya mke na mume. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huo ushirikiano kama hakuna, khalas, ile ndoa inakuwa haipo tena. Wasipotafuta suluhisho. Na mara nyingi unaambiwa hata wakati ambapo wanatafuta talaka ni kwamba sio yule kadhi anawapa talaka, ni wao wenyewe ndio wanatoa talaka. Mume ndio anasema nimemtaliki mke wangu. Hakuna mahala ambapo kadhi atakwambia nimekutalikia. Ni matamshi yako mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Mmechokana, ndio ni nyinyi ni wenyewe. Mnataka kukaa, yule anashuhudia tu. Na ukiona hakimu ambaye anatenganisha ile ndoa, anazitenganisha, yule pengine kuna jambo la madhara kwa hawa wawili, na wamekataa kufanya nini? Kutengana. Katika hilo swala. Kwa hivyo utaangalia kwamba hizi dhulma zinapoendelea na hali hii ikitokea, unakuta haya maisha yanakuwa sio maisha tena. Kwa hivyo kuna hiyo dhulma ya kwanza, mume kumpiga mke wake. Kuna dhulma ya kutompatia mahitajio ya msingi. Toka mwanamume aoe, unakuta ni lile begi ambalo aliambiwa alipoa ile karatasi, mtoto wa kike alipoa karatasi aandike vizuri wataka nini, kapoa upande wa mume wakanunua. Toka hiyo siku basi anunuliwe hiyo. Unakuta mtoto wa kike hakuna hata siku moja ingine amenunuliwa kitu na mume wake. Hakuna kabisa. Na si kwamba mume hana uwezo. Unakuta baadhi ya wanaume wana uwezo wa kufanya hivi. Mke ile nguo yenye alitoka nayo kwao, hata akienda kutembelea familia ndio ambayo atarudi nayo. Kwa hivyo yale maisha, unakuta baadhi ya maisha ni ya dhiki. Ndoa zingine ukiziangalia, kuna baadhi ya ndoa hata mwenyewe unaweza ukahurumia yale maisha ambayo watu wanaishi. Na huku nje kuna wanawake wanateseka. Ingawaje ni asilimia kubwa ya hawa wanawake ambao wanateseka, pia kuna wanaume ambao wanateseka. Lakini kwa uchache zaidi. Yani asilimia kubwa ni wanawake. Kwa sababu hawana mahala pa kukimbilia. Lakini kuna baadhi unaona mwanaume ikimshinda yeye ana njia. Sasa dhulma ni kitu kibaya zaidi. Kwa hivyo machozi yake yanapomwagika, akikumbuka ya kwamba hana popote, Allah subhanahu wa ta'ala haridhii na kile kitendo. Ndio maana unaona wengine wanalia kwa Mwenyezi Mungu. Kabisa. Namlilia Mwenyezi Mungu na alafu kuna dhulma ya kudhulumu. Umepata familia nzuri, Mwenyezi Mungu amekujalia, lakini wale watoto wanapata malezi, hamna malezi mazuri. Mavazi hawana. Wana changamoto nyingi sana za kimaisha. Kweli. Na hata watu wanahurumia, majirani wanahurumia. Shindo, mbona mumewachwa namna hii na wazazi wenu hawana shughuli na nyinyi na kadhalika. Maisha kama haya yanafanya baadhi ya hali inakuwa mbaya sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haridhii kile kitendo. Sababu nyinyi wenyewe mlioana mkitaka hizi familia, kwa hivyo mnawajibika kwa nyinyi kuweza kuzifuatilia vizuri na kuangalia malezi yao na namna ambavyo wanaishi. Mashaallah, shukran sana Sheikh. Acha tuchukue pumziko kidogo, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Kurudi kwa mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ambaye anakujuza mengi kuhusiana na mada yetu ya jinsi gani tutaepuka dhulma ndani ya ndoa, na ameelezea pia vitu vingi zaidi. Wewe kama mwanamume hakikisha kwamba unamtunza yule mwanamke. Ni amana. Mwanamke ni amana. Kila kitu unachokibeba ama unachokuwa nacho katika haya maisha, kumbuka kwamba ni amana kwa Mwenyezi Mungu, na utaulizwa
ulimweka vipi mwanamke? Je, alikuwa akipata mahitaji yake vizuri, ama alikuwa mbona hivi ama vile? Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa na Sheikh wetu kipenzi chetu ambaye si mwingine bali ni Sheikh Yusuf, akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa katika mada yetu ya leo tunayoiangazia jinsi gani tuepuka dhulma ndani ya ndoa. Na ukiangalia kiufasaha ama kiupana, wengi wanaopata dhulma zaidi, asilimia kubwa ni wanawake. Wanaume pia kuna asilimia inayobakia ni wanaume. Kuna wanaume pia wanadhulumiwa na wake zao ndani ya ndoa. Kuna mwanamume yuapigwa ndani ya ndoa. Tumesikia hizo habari. Wengi ambao utakuta nyinyi kama wanandoa mnadhulumiana katika ndoa zenu. Sijui ni kwa sababu mmoja anajiona ndo ni jagina, ama tuseme ni ile unajiona wewe ndo kuna power kubwa kwa mwenzako, na huo ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu ndoa ni kitu ni muamala baina ya watu wawili. Kama hamtaelewana, ile ndoa pia vile vitu ambavyo mnavyofanya vitawaathiri wale watoto wenu. Utakuta kuna watoto wanarithi tabia ambazo mlikuwa nazo nyinyi wazazi. Kama umezoea kumpiga mwanamke, mtoto wako wa kiume naye anaona mbona ni kawaida mamangu anapigwa, yani anafanya nini? Anaenda anafanya kitendo kile kile. Insha Allah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwa Sheikh tutafahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante, shukran, asante. Ni kweli tunapozungumzia kuhusiana na haya masala ya dhulma, ni kweli pia wanaume wanadhulumiwa. Ndio. Na kwa nini tunaegemea upande wa wanawake? Sababu ndio hizo tumezitaja. Ndio. Lakini pia wanaume wanayapitia, na kwa mwanaume kidogo ni aibu. Yani huwa haongei. Ni vigumu uende kueleza kwa baraza ya wanaume wenzako ati nimechapwa na mke wangu. Kwanza hawawezi kukusaidia kwa vyovyote vile. Unawaeleza wafanye nini? Naam. Kitu cha kwanza watakucheka. Tofauti na mwanamke anapoenda kueleza kwao nyumbani, nimepigwa, kidogo anaweza tafuta suluhisho. Yeah. Wewe enda ueleze kwenu nyumbani umepigwa na mke wako. Kwanza utachekwa. Ni kuna ile unakwambia heshima yake inashuka. Alafu pia heshima yake inaonekana wewe unapigwa na mke wako. Huyu jamaa kwani akaje? Akili yake iko sawa? Na unajua pia kuna wanaume yani hawana, si watu wa maneno. Lakini kuna kipindi pia unakosa kujitetea. Unakuta kweli amekuovertake kwa nguvu, yeye ndio mwenye kusema. Na sasa kwa sababu hauna kimbilio tena, utaendelea tu kudhulumiwa pale. Tena ukute labda imetokea scenario ni kwamba mwanamke, unajua si kila mwanamke ni Bibi Khadija. Kweli. Kila mtu, kuna wanawake ambao ni kama wenye walikuwa wanawake wa Imam Hassan. Watu wako tofauti kabisa. Sawa. Kuna mwanamke ambaye atakuwa kama Bibi Khadija. Yeye hajali kuhusiana na mali yake, atamsaidia mume wake. Alafu kuna mwanamke yeye awe na mali yake, ndo yeye anajiona kama ndo baba kwa nyumba. Yule mwanamume ambaye ameoa ni kama yeye ndo ameolewa pale kwa nyumba. Audhu billah. Yani utakuta ni mtihani mkubwa. Maana kama hautamchukulia kwamba huyu, japokuwa wewe una kazi ambayo ina cheo kikubwa ama unapata kipato kikubwa kushinda huyu mume wako, unamchukulia kama hana maana. Utakuta wengi wanadhulumiwa pale ndani ya ndoa maskini. Yani utakuta kuna mwanamume anakaa sababu tu, nakaa sababu wanangu tu. Ile tu ni preserve kwamba kuna ile heshima, mimi niko nimezaa na huyu mwanamke na preserve tu ile. Lakini other than that ufikia mahali anachoka. Ni kabisa, ni kweli. Alafu pia kuna baadhi unakuta wanaume pia na ile dhulma anapewa pia masharti, mshahara wote ambao anaupata, ameenda kazi kibarua na nini, yote huwa anamkabidhi mke wangu. Ndio usipopeleka utachapwa. Sababu yeye ndio mwenye kusema. Mke wangu ndio hii. Na sasa ulivyoisema vizuri utachapwa. Ndio hii nimepata zote. Sasa na kadhalika. Alafu pia uwezi enda ukashtaki. Kuna hao watu wawili, mke akienda kushtaki amechapwa na mke wake, amedhulumiwa, kesi yake itafuatiliwa. Lakini mume kidogo ukienda kwanza hata wanamshangaa na kadhalika. Kwa hivyo utaona hizi hali ambazo, lakini swali ni ambalo inafaa tujiulize, hizi dhuluma ambazo zinatokea katika maisha ya ndoa,
chanzo chake ni nini? Unajua, unapoangalia ya hali hii inapotokea, ni lazima utafutie nayo suluhisho. Kiini chake ni nini? Sababishwa ni nini? Ni kama vile tunapotaka kutibu ugonjwa lakini hatujajua visababishi vya ule ugonjwa. Naam. Tutaendelea tu kutibu. Kweli. Na kadhalika. Sahihi. Sasa hivi kuna katika vyombo vya habari utasikia kila siku mume amempiga mke wake, amemuua, au mke amemuua, au unakuta kijana amemuua mchumba wake. Hivi si iko hizi news tunazipata kawaida. Ndiyo. Kuna yale ambayo yanatokea kwa sababu inaweza kuja kutokana na kwa kutofuata maadili ya dini, na wakati mwingine hizi dhuluma zinaweza tokea, hasa dhuluma unakuta hii ya mauaji, ya kupiga, wengine wanachomwa na maji moto na kadhalika. Niliona nyingine mpaka nikashangaa, Sheikh. Mke alimchoma mume wake na mtoto wake kwa sababu mume amesema anataka kuongeza mke wa pili. Na hata kuna ingine ya Kakamega juzi tu, ameenda katika kikao cha familia, ameenda kutambulisha mke wake wa pili katika familia. Kumbe naye mke anachemsha maji kumwagia yule mke wa pili, na akamwagia pia na mtoto. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza wako hospitalini, baba na mtoto wake, baba, mtoto na huyo mke wa pili wako hospitalini, na hiyo inatokea. Alafu wengine unakuta kijana amemuua mchumba wake, na kuna ingine kisa ambayo nasikia kijana wamekubaliana na binti atamuoa, kijana tajiri, maisha utajiri, maisha kisasa. Kisha yule binti kidogo maisha yao ilikuwa iko chini, na alikuwa anataka kufika daraja fulani ya elimu. Yule kijana akaamua kumsupport kwa kila kitu. Toa mali yote, kila alichokuwa nacho, akamwambia soma, lakini utakapomaliza mimi ni wako, wewe ni wangu, tutafunga ndoa. Sasa kijana ana matumaini, na ule uhusiano wanasema ulikuwa unaendelea. Kijana ana matumaini mpaka familia ikawa inamjua kijana huyu ndiye atakuja kuwa mume wa mtoto wetu, na familia zote zikatambua. Lakini binti alipomaliza kule chuoni alipata mtu na yule kijana alitoa mali yake mpaka akafilisika. Na huko binti akapata mtu mwingine, wakafunga ndoa bila kijana kujua. Baada ya kijana kugundua, muuliza ni kwa nini imekuwa hivyo? Chaguo la moyo wangu. Mimi hili ndio chaguo la moyo wangu. Ni chaguo la moyo wake, wakati ambapo huyu kijana amespend, ametumia akiwa na matumaini, nimempata mtu ambaye na natarajia maisha yetu, hata yeye atakapomaliza maisha itakuwa ni mazuri, atatafuta huku na mimi nitatafuta huku, kile ambacho tumepoteza tutakuwa ni wenye kukirejesha. Ndio. Sema kijana aliamua mara moja na kumuua yule binti na kumkatakata vipande. Sasa ikawa sasa ni kilio katika familia zote mbili. Kwanza familia ya binti, wamempoteza binti yao. Familia ya kijana, maisha yake yamepotea namna hiyo, amefungwa jela na kadhalika. Sasa familia zote mbili zinalia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutoangalia ile misingi. Wakati mwingine tunahitaji, wakati ambapo tunataka kuleta suluhu ya pamoja, tunafaa tuangalie chanzo cha ule ugomvi, chanzo cha ile dhulma ni nini. Kuna baadhi utakuta maisha ya nyumba, unakuta mume ametelekeza familia yake na amekasirika. Hata wengine wanatoka kabisa, wanaachana na familia, anaenda nakodisha nyumba nje na naishi. Wakati mwingine katika nadhar, mtazamo,
sisi tunaweza sema kwamba amedhulumu familia yake, ameitoroka familia yake. Lakini ili kupata suluhisho nzuri, hizi familia mbili zikikutana, au mume akutane na mke, au familia hizi wakutane, watake kujua shida ni nini katika watoto wao. Tatizo ni nini? Unajua kuna wengine wanatoroka nyumba kwa sababu amemfumania mke wake. Ndio. Mwingine ametoroka na amewacha pia kusaidia kwa sababu amemfumania mume wake, na mambo kama haya. Unaona, baadhi ya hizi mambo zinasababisha watu kudhulumu, mpaka unakuta jamii, familia wanapata dhulma kwa sababu ya kosa ya watu wawili. Watoto wanaathirika kwa sababu ya kosa la mume au mke. Na hii inakuwa ni hatari zaidi. Sasa ndio utaona katika Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi tafuteni suluhisho la swala ambalo limetokea, lakini asili kwamba dhulma haifai kumdhulumu mwenzako. Kando na kwamba kuna mambo ambayo yako changamoto ambazo zimewapata, lakini haiwezi kakupelekea kumnyima mwenzako ile haki zake za kimsingi ambazo anahitaji katika maisha. Sasa wakati ambapo tunakaa katika maisha ya ndoa, kuna baadhi ya mitihani ambayo tunafaa kufuatilia na kuweza kusuluhisha. Kuna baadhi ya mitihani ambayo sisi wenyewe tunajisababishia katika tena iwe ni suluhisho hilo ni kwa pande mbili. Si ati mke ameenda kushtaki kwao. Lazima kuwe na ndio maana katika ili wakioana kuna kwaga kama ule mshenga alikuwa ule mwenye aliwakutanisha sana sana, wengine wanamuita huyu bwana ni hivi 1 2 3 imeenda hivi na imeenda hivi, ama familia mbili zinaitwa tena, ripoti isifike kwamba mmoja wao ndo amepeleka. Muhimu ni familia mbili zije, mume upande wake uje, huku upande wa mke naye pia iwe hivyo hivyo. Ikifika pale ndo kosa lisemwe pale mbele. Ilikuwaje 1 2 3 kabisa, kwa sababu huwezi jua kasumba itabadilika vipi huyu mke akisema kule kwao. Na hapo ndo mvurugu zinaanza za familia. Na inakuwa ni muhimu pia wakati ambapo tatizo linatokea, wakati mwingine kama limelemea, usifiche lile tatizo, jaribu kutafuta kama alim msomi anaweza kasuluhisha yale matatizo. Nakwambia mficha uchi azai. Ama familia mbili, unajua ndoa yenyewe, unajua tunaangalia wale wanandoa, lakini wale wanandoa wameweka msururu wa familia kuwa ni kubwa kwa sababu ya wao wawili. Unajua kabla hawajaoana hakuna cha ushemeji. Ndio. Hakuna jaba mkwe ama mkwe, hakuna. Hivi haya majina yanakuja baada ya hawa wawili kuoana. Na ndio huyo ataitwa shemeji, huyo na kadhalika. Hizi ni familia zimekuja zikaungana. Na ni familia ambazo zinakuja kutambuana. Kwa hivyo wakati ambapo kunatokea tatizo, tuangalie zile familia. Na tunaambiwa ni muhimu sana, wewe kama binti unapoolewa, hakikisha umejua kwa kina mume wako. Umejua ndugu zake. Umejua baba yake. Kuna maisha ambayo yametokea, ndoa ya siku hizi, kijana anamchukua binti na wanaishi tu bila ndoa ya kidini. Siku hizi hata Waislamu wanafanya kweli. Kijana wa Kiislamu ameenda amenyakua binti, ameishi na yeye kwa nyumba, hawajafunga ndoa, hajui kwa kina binti, binti hajui kwa kina kijana. Kijana naye akichoka na ule binti, kijana atabeba mizigo yake, atapotea kweli. Binti ataanza kuhangaika na watoto, mume alipotea kwa sababu ile ndoa haijawekwa katika ile misingi inayohitajika. Kwa hivyo ewe binti, hakikisha wakati ambapo mnafunga ndoa, mnataka kufunga ndoa, na ndio unaona kuna mashahidi katika ndoa ya Kiislamu. Wale mashahidi wanapatikana upande wa binti sana. Washuhudia katika ile ndoa, watoe ruhusa katika ile ndoa, ili jambo linapotokea, iwe ni ugomvi, maradhi au jambo lolote, familia ile inajua
Lakini haya maisha ambayo ya kuchukuana na kuishi na mnasema tutajuana tu baadaye, tutafunga ndoa baadaye, haya ndio madhara ambayo unakuta yanakuja kutokea. Na mengi tumeona, sisi walimu pia wenye vituo tumeona hizi changamoto. Kijana amemchukua tu binti ya wenyewe bila radhi ya wazazi na wakaishi. Wazazi wanatamani kuwaona mpaka wakati tatizo linatokea sasa hiyo ndio wanakuja kujua kumbe kulikuwa kuna umuhimu kweli wa familia hizi mbili. Kwa hivyo inasaidia zaidi. Wewe binti ukipatwa na tatizo, yani mume wako ana tatizo, unaweza kukimbilia katika upande wa mwanamume, familia yake, naambia mzazi wake, kijana yenu ana hii, kijana yenu anapatwa na jambo kama hili. Na pia yule kijana anaweza enda kwa kina kaambia binti yenu huyu ambaye nimemchukua hapa ana hivi na hivi na hivi. Hiyo ndio ndoa sahihi. Matatizo ya vijana wetu wa sasa, ndoa nyingi ambazo wako nazo wanasema ni ndoa ambazo sio sahihi, ni ndoa ambazo hazitambuliki katika familia na pia haziko kwenye sheria. Sasa wakati wa matatizo ndio wanaanza kupiga ile ukelele. Kwa hivyo jitahidi binti, umejua kwa kina kijana na kijana pia uhakikisha umejitambulisha kwa kina msichana kwamba unataka kuchukua na uchukue katika njia iliyo ya halali. Ndio itasaidia kuepusha baadhi ya mambo ya dhulma kama haya. Mashaallah, shukran sana Sheikh. Hakika nafaidika sana na mawaidha yako. Naamini mpenzi mtazamaji, kwa mada hii ambayo leo tumeweza kutoa atafahamu mengi na mengi zaidi. Shukran sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tuko na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu. Alhamdulillah, amekuwasilishia mengi ambayo wewe unapaswa kuyafahamu, hususan dhulma katika ndoa. Nyinyi kama wanandoa, ishini kwa amani, ishini kwa kujua daraja ya mwenzako ni gani. Daraja ya mume katika ndoa ni kubwa sana. Kwa sababu ya nini? Wewe pepo yako iko chini yake, ndio maana unamwomba ruhusa unapotaka kutoka. Kuna vitu lazima mwambie 1 2 3 za hapa na pale, lakini naamini kwa ufahamu mwingine pia mwanamke akaona cheo chake. Wanakuambia mwanamume ni kichwa, lakini mwanamke ni shingo. Ni maana hivi vitu viwili vinafaa kuambatana ama kusaidiana. Kama kichwa kisinge kuwepo, shingo kama haiko, basi haiwezi simama kichwa. Bimaana kuna angalau kuna kitu kinachoshikilia ile kichwa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.